Naam, ni 7 News na yaliyojiri Jumanne hii ni pamoja na tume ya Chande imetoa ufafanuzi zaidi kuhusu ripoti ya tume ambayo iliitoa wiki moja iliyopita. Mwenyekiti wa tume ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29 wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Jaji mstaafu Mohamed Othman Chande amezungumza na waandishi wa habari leo hii na kutoa ufafanuzi wa ripoti hiyo. Kulingana na Jaji Chande, ripoti yao haikuegemea ushahidi wa jeshi la polisi, bali ilikusanya taarifa kutoka katika jeshi hilo, ikiwamo suala la kupotea kwa watu kama chanzo cha vurugu hizo. Kadhalika, Jaji Chande amesema mara baada ya tume hiyo kuwasilisha ripoti yake mbele ya rais, walipokea simu za matusi zaidi ya 300 zikiwashutumu kuhusu ripoti hiyo. Jaji Chande amesema tume hiyo haijakataa kuwawajibisha waliohusika na vurugu hizo na kueleza kuwa wamependekeza kufanya uchunguzi maalum wa vifo visivyo vya kawaida ikiwemo vya watoto 21. Na katika taarifa nyingine hii leo, Irani imesema kwamba Marekani imepoteza nguvu ya kutoa maelekezo juu ya kinachofanywa na mataifa mengine. Irani imesema kwamba Marekani haiwezi tena kuyashurutisha mataifa mengine jinsi ya kuendesha mambo yao ya ndani. Hayo yanajiri wakati Marekani ikithamini pendekezo jipya la Irani kuhusu kufungua mlango mkuu wa bahari wa Hormuz, mlango maalum na muhimu zaidi katika usafirishaji wa bidhaa na mafuta kote ulimwenguni. Na katika taarifa nyingine, Mfalme Charles wa Uingereza atalihutubia bunge la Marekani hii leo. Mfalme Charles wa 3 wa Uingereza ambaye yuko nchini Marekani kwa ziara ya siku 4 ya kiserikali anatarajiwa baadaye leo kulihutubia bunge la Congress la nchi hiyo, akibeba ujumbe wa kuhimiza mshikamano kati ya mataifa hayo mawili, washirika wa jadi zaidi tangu zamani. Ziara ya Mfalme Charles Washington imekuja katikati ya kushuhudiwa tofauti za kimtazamo kati ya serikali ya mjini London na Rais Donald Trump kuhusiana na vita dhidi ya Irani, ambapo mfalme huyo wa Uingereza anatarajiwa pia kugusia masuala mengine kadhaa kwenye hotuba yake ya dakika takriban 20, ambayo ni pamoja na mgogoro wa Ukraine, Mashariki ya Kati na suala la jumuiya ya kujihami ya NATO. Mfalme Charles ambaye aliwasili Jumatatu nchini Marekani pamoja na mkewe Camilla atakuwa kiongozi wa pili kutoka ufalme wa Uingereza tangu mwaka 1991 kulihutubia bunge la Marekani baada ya mama yake Malkia Elizabeth wa pili. Na tukielekea huko nchini Nigeria, kampuni moja imezindua vifaru vinavyojiendesha vyenyewe. Kampuni ya kiteknolojia ya ulinzi ya Nigeria imezindua Aprili 27, 2026 mifumo mipya ya ulinzi inayojiendesha, ikiwa ni pamoja na vifaru, magari na kugundua mabomu, ndege zisizo na rubani za kuzuia mashambulio na programu ya ujasusi inayotumika katika uwanja wa mapambano. Maonesho ya vifaa hivyo yalihudhuriwa na maafisa wakuu wa jeshi. Magari ya ardhini yasiyo na dereva yenye uwezo wa kugundua vilipuzi vilivyotengenezwa kwa njia za kienyeji IED ni umuhimu kwa nchi hiyo inayokabiliwa na tishio la IED katika maeneo ya kaskazini mashariki na kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Na katika taarifa nyingine, Waziri Mkuu wa Mali Abdoulaye Maiga amewataka wananchi kuondoa wasiwasi kutokana na mashambulizi ya jihadi. Waziri Mkuu wa Mali Abdoulaye Maiga ametoa wito kwa umma wa taifa hilo kuondoa taharuki kufuatia mashambulizi ya kupangwa yaliyofanywa na makundi ya wapiganaji wa itikadi kali kwa kushirikiana na waasi wa Tuareg wanaotaka kujitenga. Kwenye mkutano na waandishi wa habari ORTM mjini Bamako, kiongozi huyo alitahadharisha juu ya kilichotokea, akisema ni hujuma iliyokuwa na lengo la kutoa madaraka. Hayo yanajiri mnamo wakati wanamgambo nchini humo wameuteka mji muhimu wa kaskazini unaojulikana kama Kidal. Kwa taarifa nyingi zaidi zinazogonga vichwa vya habari duniani, tembelea ukurasa wetu wa YouTube.